Asiyefanya kazi na asile. Misali hii yaonesha kwamba lazima tufanye kazi ili tupate kupeleka mkono kinywani. Msemo huu umedhihirika kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao wanajishughulisha na shughuli za kujitafutia riziki zao za kila siku, ambapo asubuhi na mapema hutoka na kuchakarika kwenda kujitafutia chochote. Katika juhudi za kuhakikisha kuwa kila mfanyabiashara anafanya kazi katika maeneo rasmi yaliyopangwa na serikali, mamlaka ya Mji Mkongwe imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ya kupanga mji, ikiwemo kuwaondoa wale wanaofanya biashara kiholela. Lengo kuu ni kuweka mji katika hali ya usafi, mpangilio mzuri na mazingira salama kwa wananchi wote. Hata hivyo, katika moja ya doria zilizofanywa na mamlaka hiyo, baadhi ya wafanyabiashara walionekana kukataa utekelezaji wa agizo hilo na kuamua kuwashambulia watendaji waliokuwa kazini. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa na kusababisha madhara kwa baadhi ya watumishi wa serikali ambao walijeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao kama kichwani, mikononi na hata makalioni. Kufuatia tukio hilo lililotokea, Asam Online TV imezungumza na baadhi ya wafanyakazi waliojeruhiwa na mfanyabiashara huyo. Nilisikia zogo kidogo. Kwa kusikia zogo nikasema ngoja nitoke, shida ni nini, ili kama kunahitajika busara nitumie busara. Lakini kufika pale nikamwona mtu kashika kisu, kuna kijana alishika kisu akiwatishia askari wenzangu. Hasa katika ile kutishia kuna mwenzetu mmoja akamchoma cha mkono kwenye ile haamini akamchoma chengine cha kwenye kalio. Mimi kusogea, lengo lake alikuwa ni mtu ambaye tayari alikuwa anataka kujeruhi sehemu za juu za kwenye uso. Kwa bahati kugeuka hivi ndio kisu ikanipata kwenye kichwa. Kwa baada hapo tukamdhibiti yule mtu kwa kutumia vifaa ambavyo sisi tuko navyo, ndipo tukaenda naye mpaka kituo cha polisi. Wananchi kwa pale baada ya ile tukio la kuchoma visu walikuwa wanaunga mkono kwa yule kijana alichokifanya, hasa wafanya biashara wa eneo lile, wakiwepo wauza kofia. Wengi walikuwa ni wauza kofia na baadhi ya wauza matunda walikuwa kishadidia kwamba kwa nini tunafanya vile, yeye kakafanya yani alichokifanya ni kiko sahihi kwa maamuzi aliyochukua. Biashara yake kubwa anauza matunda yeye na baba yake. Na uko nyuma yashitoka matangazo mengi, wakaomba muda wakapewa kwa mkurugenzi mkuu na mkuu wa wilaya. Waliomba mpaka kipindi hata Ramadhani ilikuwa bado. Lakini Ramadhani ilipokuja sisi wenyewe kama wafanyakazi tukaingia ile roho ya huruma, mwezi mtukufu, tukasema tuwaache. Baada ya sikukuu kumaliza tulipita kama kuwakumbusha, jamani, siku Ramadhani ishaisha, sikukuu ishaisha, sasa hivi ile zoezi likatisheni. Kwa mpaka ile siku tunaokwenda ilikuwa tayari, hata nyuma yake siku yani kama jana yake tulipita kwa ajili ya kuwakumbusha, lakini walikaidi amri. Lakini pia hatukishia hapo, tulifunga safari mpaka nyumbani kwa ndugu Rashid Bilali aliyepata jeraha kubwa sana kupitia tukio hilo lililojiri. Za kuondosha wafanyabiashara walikuwa sio halali, yani wafanyabiashara wanafanya biashara sehemu ambazo hazijakubalika, ndio kazi yetu si kuondosha. Kwa hiyo tulienda, ilikuwa siku ya Jumamosi, tulienda kama saa 1 kuwaondoa kwa Muzamili bado, kuwaondoa wauza fruti, wauza pweza. Sasa kuna wengine wakawa na jazba, wakataka kufanya ugomvi, ikabidi kuna wenzangu wengine ndio wakashuka, tukashuka sote kwenye gari tukenda, lakini mimi nilikuwa sijatangulia kule. Sasa kuna mmoja nikamwona ana kisu anataka kumpiga mwenzangu, mimi nikaona ile, ikabidi nikamfuata, nikamwambia jamaa, kisu hiyo ondoka. Unaona, kwa sababu nilipokwenda pale nikamkuta tayari kishatoa pingu anataka amtie, nikamwambia bwana ana kisu, achana naye. Tunakuja huku, yule jamaa akatufuata nyuma. Mimi nikamwona, nikamwambia na maana ndio unakuja kutuchinja au? Unaona, kumbe kweli ana kisu. Nikamwambia haya tuchinje, ndio akaleta kweli kisu, akanichoma chatako huku cha kalio, nageuka hivi akanichoma, akanichinja na cha hapa kabisa. Sasa nataka nirejeshe nimfuate, nguvu sina tena, damu nyingi sana zinanitoka. Wenzangu wale, kwa sababu tulikuwa tupo kama watu 7 au 6, wenzangu wakamkamata, lakini kisu niliona alitoa baba yake ndo alimpa.
wenzangu wakamkamata yule baba mtu, nasikia wamemkosa, wakamkamata wakamtia pingu wakampeleka polisi. Mimi pale tena nikasijielewi kwa sababu nilikuwa natoka damu nyingi sana, naona watu wawili. Kwa hiyo nikawaambia wenzangu, bwana nimeshachinjwa natoka damu, mnipeleke hospitali. Wenzangu kwa fupi walikuwa na harakati ya kwa ndo wao wanamngangania yule alionichinja. Alafu wafanya biashara, ikitokea kama mfanya biashara akatupiga sisi, wanakuwa hawaingilii, lakini sisi tukiwapiga wao wanaingilia, wanaweza wakaingilia kwa wote wakatupiga sisi. Kwa hiyo pale walikuwa kama wanamsaidia yule, yani asichukuliwe. Ikabidi pale mimi nikasijielewi, kuna jamaa akanisaidia kwa bodaboda akanipeleka Mnazi Mmoja. Kufika Mnazi Mmoja emergency kule, nikaingizwa ndani, ndo nikashonwa sehemu ya kalio, nikashonwa na hapa, nikasijielewi, nikajishtukizia nishafikishwa huko hospitali ya wapi huko ita Chumbuni, ndio hapo hospitali Lumumba. Sio Lumumba, kuna hospitali kule zamani ulikuwa watu wa pindu kule Karakana kule. Chumbuni kabisa kule, ndo kufika kule ndo nikalazwa kule kama siku 2 au siku 3 au sasa. Ndio nilitoka juzi, ndo mpaka leo niko hapa nyumbani na uguli ya maumivu. Ilikuwa ndo kwanza tunaanza, yani tumefika na gari, tumesimamisha pembeni, tumeshuka, tunawafuata kuambia waondoke, wakaanza vurugu. Wakaanza wao vurugu. Kwanza vurugu, sasa mimi ndo niko kwenye gari lakini nipo nje kwa mbali, lakini nawaona. Sasa kuona ndo kama vile namuona mwenzangu anataka kupigwa kisu, ibidi ndo mimi nikenda kule nikamchukua yule mwenzangu ili asije akapigwa kisu. Nikamrejesha huko, nikamwambia bwana yule anataka kukupiga kisu, usende kule, achana naye. Naona sasa ndo naondoka naye, namuona yule jamaa anakuja na kisu. Nikamwambia na maana ndo anataka kutupiga kisu. Ndo kweli, nikamwambia kama unataka kupiga kisu tupige. Kweli akaleta kile kisu. Akaleta kisu, kikanipata huku cha kalio na chingine cha mkono. Lakini sasa sisi tumeambiwa kumejengwa masoko waende, wanasema na huko hakuna nafasi za kuwepo. Kwa hiyo na serikali ndio imeshasema hawaruhusiwi kuuza pembezoni mwa barabara au biashara kuuza chini. Sisi sote sasa tupo kama 11 tu. Na kazi yetu ngumu. Unajua kumfuata mtu kumuondoa kwenye sehemu anayotafuta riski, alafu binadamu mwenzio, kazi inakuwa ngumu kweli. Kwa hiyo askari kama askari watupe ushirikiano. Kama wanavyojitahidi askari wa Malindi, wanajitahidi na washukuru, wanatupa ushirikiano, lakini na wengine tuwe pamoja nao, yani hata kama tukenda watupe nguvu. Nyingine ndo kama hivyo, mtu anakupiga kisu kama nilivyopigwa mimi. Kama umesikia kuna siku wa Masai walitupiga mikwaju, vigongo vile, ndo mimi pia nilipigwa na Masai tena siku. Kwa hiyo sisi tukenda tunakuwa twendi na chombo chochote cha kumfanya eti mtu tumpige. Sana sana tunakuwa na pingu tu, tukiona mkaidi tunakutia pingu, tunakupeleka kituoni, au tunachukua biashara yako tunaipeleka ofisini ili ukija upigwe faini upewe biashara yako, lakini sio ile faini kwamba ukakae tena pale. Usikae. Mpaka hivi sasa mfanyabiashara huyu aliyejichukulia hatua mkononi yupo katika kituo cha polisi kwa kusubiri hatua za kisheria. Kazi ni uti wa mgongo wa maisha. Kila mtu ana jukumu la kuheshimu sheria na taratibu zilizowekwa ili kuhakikisha tunalinda utu, usalama na ustawi wa jamii. Tushirikiane kujenga mazingira bora ya kufanyia kazi kwa kuheshimu mamlaka na kupinga vitendo vya vurugu. Kwani ni kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa utaratibu ndipo tunaweza kweli kuitekeleza methali hii kwa vitendo isemayo asiyefanya kazi na asile. Mimi ni Angel Paul, ASAM Online TV.